Nilishasema kanisa lifunguliwe. Najua wale pale kanisani watakuwa wanasema sasa kanisa limefunguliwa, sasa baba yetu yuko wapi? Kwa kuwa baba yao hajawahi kukamatwa na polisi. Na polisi walitoa tamko wanamtafuta. Inawezekana aliko akaogopa kutoka kwa kudhania polisi wanamtafuta. Naelekeza Mheshimiwa Rais alisamehe vijana ambao walionekana wamepita kwenye mkumbo bila kujua kinachofanyika. Akaelekeza kutoa msamaha kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa, nitamke leo, IGP pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake. Jitokeze, tujenge umoja wa kitaifa. Tumeongea na wenzetu wa TEC, tulikutana kindugu, kirafiki, tukaongea. Tumekutana na wengine na wao wanaendelea. Tumekubaliana, na hapa nitumie jukwaa hili kuwaomba viongozi wote wa kidini, viongozi wote wa dini mbalimbali, viongozi wote wa mila, viongozi wote wa makundi mbalimbali, twendeni sote kwenye jambo hili. Sote, wala tusifanye kwa uficho. Tujitokeze, tuhamasishe Tanzania yenye amani. Tusirudishe tena Tanzania kwenye historia ambayo haijawahi kuiona. Twendeni sote tujitokeze. Huu ndio wito wa kiongozi wetu mkuu wa nchi. Tuongee kama Watanzania. Turudishe umoja wa kitaifa. Twendeni tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakayeshinda. Tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonesha ubingwa kwenye kubomoa taifa letu. Waelekeza wizara kwamba watengeneze utaratibu ambao utakuwepo kwenye sheria, ukawepo na kwenye kanuni. Akikosea shehe, msikiti usiadhibiwe. Akikosea askofu, kanisa na waumini wasiadhibiwe. Ibada ni ushirika kati ya Mungu na binadamu. Ibada sio ushirika wa msharika na askofu wake.